kwamba kwanza, maana Jumuiya ya Madola imetoa maazimio 7, maazimio hayo yaliyotekelezwa yalionekana ni 3, lakini haya ambayo yanaonekana hayakuwa yametekelezwa yamerudiwa. Kwanza, ndani ya siku 30 watawala watatue suala la Tundu Lissu kuzuiliwa gerezani kupitia mchakato wa kisiasa na kisheria na kuachilia huru watu wengine wote wanaoshikiliwa kwa sababu pekee ya kudai kwa amani, haki na uhuru wa kikatiba. Yaani hapa wana maana kwamba kisheria kama Tundu Lissu ana makosa basi ahukumiwe, afungwe, lakini kama hana makosa basi aachiliwe huru. Ndani ya siku 60 kuanzia tamko hilo, watawala warejeshe kikamilifu upatikanaji wa majukwaa ya kidijitali na kusitisha vitendo vyote vya vitisho, unyanyasaji na ukandamizaji dhidi ya vyombo vya habari na watetezi wa uhuru wa kujieleza. Yaani hii habari ya social media, mara kesho siku kumezimwa, mara siku kumekatwa, mara siku kumewekwa VPN, kiasi kwamba watu wanashindwa kuwa na mawasiliano, uhuru wa kuwasiliana, vinatakiwa vikomeshwe ndani ya siku 60. Uhuru wa waandishi kueleza ukweli, ikiwemo hata hizi habari ambazo Watanzania wanazisubiri za matokeo ya safari ya Chakwera, ufanyike, sio unafanyika kwa kutegeana ama kwa kutegeshana. Civil society organizations zichukue nafasi yake, zifanye kazi yake. Media zifanye kazi yake. Vijana wazungumze kero zao kwa kupitia vyombo ambavyo viko, teknolojia imeenda mbali. Watu wako wanaenda mwezini, sasa hivi sisi tunabishana kuwekeana VPN kwenye X kwa sababu huyu asiongee na huyu. Kwa hivi vinaonekana kama ni vitendo vya kukiuka haki za binadamu, kuwanyima watu uhuru wa kuzungumza, si kufanyika polisi doria, watu wanakamatwa, vijana wanakimbizwa huku na huku. Vimeonekana kwamba ni vitendo vinavyosababishwa na watawala katika kuendeleza muendelezo wa kukiuka haki za binadamu. Ndani ya siku 90 watawala waitishe jukwaa huru linaloaminika na shirikishi la vyama vya siasa. Shirikishi la vyama vya siasa, sio vyama wanavyochagua wewe. Vyama shirikishi ambavyo Watanzania wataona kwamba hivi ni vyama vinavyotuwakilisha sisi, mahali ambako tunaweza tukafanya siasa, kwa sababu kama nchi tumejiwekea limitation, zuilio, kwamba huwezi kufanya siasa nje ya vyama vya siasa. Basi iwepo uhuru wa hivi vyama vyote kushirikishwa, ili kila anayetaka kufanya siasa afanye kwa chama anachokitaka, likiwa na usuluhishi huru na usioegemea upande wowote. Wanataka impartial platform, yaani kusiwe na impunity ya namna yoyote, kuonekana kwamba kuna uzuio yani kumbania mwingine, limitation. Hapana, lenye mamlaka ya kujadili na kupendekeza hatua kuhusu mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, kwamba lazima Watanzania kupitia hivyo vyama vyao vya siasa walivyochagua wao wawe na uhuru wa kutoa mapendekezo. Sio ukitoa pendekezo ionekane ni kosa la jinai. Hapana, inatakiwa kuwe na uhuru wa kutoa mapendekezo ya namna gani nataka mfumo wa uchaguzi unaoweza kuruhusu ushirikishwaji jumuishi wa watu wote bila kujali jinsia zao, umri wao, kabila lao, dini yao, chama chake, chama gani kimekuwa. Kwa hiyo kinatakiwa hicho, lakini pia ushindani wa kisiasa, suala la wafungwa na mahabusu wa kisiasa pamoja na uwajibikaji. Jambo la 4, bila kuchelewa, watawala waanze uchunguzi huru wa jinai uliopendekezwa na Tume Huru ya Uchunguzi. Keyword hapa ni Tume Huru ya Uchunguzi, ikiwemo kushughulikia masuala ya fidia kwa waathirika kwa kuweka vigezo vya kustahiki, vyanzo vya fedha na ratiba mahususi za utekelezaji. Hapa inapozungumzia swala la kuwa na fidia la waathirika, tunarudi kule kwamba mchakato wowote wa maridhiano lazima uwe ni process, na hiyo process lazima ihusishe kutambua, kufahamu, kuelekeza, kukubaliana kwamba mapi ambako mahali pa msingi tunapopishana ndio maongezi mengine yaendelee. Huwezi kuruka hatua nyingine na bado mchakato ukaonekana kwamba ni inclusive.
watawala wanatakiwa na Jumuiya ya Madola kutoa taarifa ya utekelezaji wa maazimio kunako mwezi Septemba mwaka 2026, na kama Tanzania haitatekeleza mapendekezo, basi mwezi Novemba ambako kutakuwa sasa na mkutano mwingine, Jumuiya ya Madola itachukua hatua kali zaidi, ikiwa ni pamoja na kurudisha mjadala ambao waliuweka pembeni, kwa sababu hapo mwanzo kabla ya mazungumzo ya Novemba nadhani kulikuwa na mjadala wa Jumuiya ya Madola kufikiria hata kuiondoa Tanzania kwenye wanachama wake wa jumuiya. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba kama hatutasababisha, sisi kama wananchi, sisi kama raia, sisi kama watu ambao haya maisha ni maisha yetu, hatutachukua juhudi za kushawishiana na kuelekezana na kuishinikiza serikali kuchukua hatua za mabadiliko haya ambayo tumekuwa tukiyatamani yawe, basi Jumuiya ya Madola inafikiria kurudisha mjadala, wala pengine kuitenga Tanzania na pengine kuondolewa kwenye jumuiya hiyo. Kwa nini basi hili ni wazo, ni jambo ambalo tunafikiri linatuhusu wote? Ni kwa sababu kama tunavyofahamu, Tanzania ni mojawapo tu ya nchi nadhani zaidi ya 54 ambazo ziko kwenye hiyo jumuiya. Na kwa nini basi? Kwa sababu sio tu kwa sababu tulitawaliwa na Waingereza, lakini cha msingi ni kwa sababu kuna mambo kwenye chata tuliyokubaliana nayo, mambo ya kuheshimu haki za binadamu, mambo ya demokrasia ikiwemo utawala bora. Kwa hiyo swala la kuwemo sio tu la kiuchumi, lakini pia la kijamii, la kibiashara, na tujue kwamba si tu wale ambao labda wako nje ya mfumo fulani ndio watakaoathirika. Tunazungumzia madhara kwa sisi wote bila kujali uko kwenye sekta gani, kwa sababu kuna definitely tutapokewa vikwazo bila shaka, na jaribu tukufikiri, lakini kuta ajira zitakazopotea, sio tu za biashara kupotea na hivyo wanaofanya kwenye private sector wakapoteza kazi, lakini pengine hata kwenye public sector, kwa sababu kama watasema ni nchi zote zilizoko huko, basi sasa hatuna sababu, kwa sababu wewe sio mwanachama. Unajiuliza utakuwa na sababu gani sasa ya kuwa na wawakilishi wa kidiplomasia kwenye nchi hizo 54? Ina maana ndugu zetu na familia zetu waanze kufikiria sasa kurelocate, kufikiria kitu kingine. Kwa madhara ninayaona kwa upande mkubwa sana. Lakini pia elimu, tunajua sasa hivi dunia unapambana na elimu iliyo bora kwa standards za kidunia. Kwa hiyo tunazidi kupunguza nafasi ama fursa za Watanzania, vijana, wazee, watoto. Lakini pia kuna habari ya matibabu. Kwa kuna uwanda mpana zaidi ambao unatulazimisha sisi kama Watanzania hapa tulipo tuanze kufikiria na kuchukulia huu mjadala, kuupa uzito stahiki, ili tunapofikia maamuzi ya ama kuondolewa ama kujiondoa kwenye Commonwealth, basi tuwe tumefanya uamuzi tukiwa informed na taarifa sahihi. Niseme tu kwa nini nasema ama kujiondoa. Mwaka 1961 mara tu baada ya uhuru, Tanzania ilitegemewa moja kwa moja ijiunge na Commonwealth. Kwa nini? Kwa sababu tulizosema vigezo na masharti ilikuwa ni tawala la Mwingereza. Lakini Mwalimu Nyerere wakati ule na serikali yake ilikuwa na ushawishi mkubwa, walitoa condition. Walisema tutaweza tu kujiunga iwapo South Africa, nchi ambayo ilikuwa inatawala kwa kutumia apartheid, yani ubaguzi wa rangi, haitakuwa mwanachama. Sisi na wao hatuwezi kukaa kwenye meza moja. Na kweli kwa sababu ya, nataka kuamini, relevance ya Tanzania wakati ule ikiwa kama nchi mpya iliyotoka kupata uhuru, lakini pia ni wakati ambako Kenya na Uganda walikuwa bado hawajapata uhuru. Kwa ilionekana kuna strategic position ama reference ya Tanzania pale. Na kweli kwa kushawishi na kwa ushawishi ule South Africa iliondolewa kwenye umoja huo. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba pengine tusianze tu tukaja kwa sababu tunataka labda kushindana, to hell, wanaweza waende, hata sisi tunaweza tutoke. Tunachosema hapa ni kwamba tufanye maamuzi tukiwa na taarifa kamili na taarifa sahihi. Asante, naomba mwenzangu ataendelea. Asante Rosemary. Sasa mimi nasoma kipengee cha mwisho kwa taarifa hii, tamko letu hili kwa niaba ya raia ni sisi. Wito wetu kwa raia na wadau wa Tanzania. Tunawahimiza raia wa Tanzania
kuunga mkono jitihada zinazofanywa na Jumuiya ya Madola kuliepusha taifa letu na mtanziko wa utawala usiozingatia ustaarabu wa kisiasa, haki za binadamu, demokrasia na utawala bora. Wadau wa utawala bora Tanzania kupitia asasi za kiraia, taasisi za kidini, vyombo vya habari na wadau wengine watoe kila aina ya ushirikiano kuhakikisha watawala wanatambua kwa vitendo ukuu wa raia na ukuu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wito kwa serikali na watawala. Tunahimiza serikali na watawala kutambua ukuu wa raia na Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, kisha kutekeleza mapendekezo ya Jumuiya ya Madola kwa kuwa yanaakisi matakwa halisi ya raia wa Tanzania kwa sasa. Kuna haja ya kutambua kuwa Watanzania wanahitaji maendeleo yanayopatikana kutokana na nchi kuongozwa kwa misingi ya utawala bora, sio kuongozwa kwa njia za ujanja wala adaa ya kupitia vishoka au wazengeaji wa kimataifa, international lobbyists. Kuna haja ya kujua kuwa Tanzania ni nchi ya raia wote wanaowajibika kuilinda, na utekelezaji wa mapendekezo ya Jumuiya ya Madola ni njia mojawapo ya kuunga mkono juhudi zinazofanywa na Jumuiya ya Madola kuliepusha taifa hili, kutusaidia sisi wenyewe, raia ni sisi, kujiepusha na taifa letu na mtanziko wa utawala usiozingatia ustaarabu wa kisiasa. Na juhudi hizo ni pamoja na mapendekezo hayo ya jumuiya, hayo matano yaliyotajwa hapo juu, na ambayo inayarudia kwa msisitizo. Ndani ya siku 30 watawala watatue suala la Tundu Lissu kuzuiliwa gerezani kupitia mchakato wa kisiasa na kisheria. Sio jambo ambalo lina tatizo jamani, hilo kuombwa na jirani yako. Ndani ya siku 60 watawala warejeshe kikamilifu upatikanaji wa majukwaa ya kidijitali na kusitisha vitendo vyote vya vitisho, unyanyasaji, ukandamizaji dhidi ya vyombo vya habari na utetezi, ambayo ndio njia pekee yake ya kuturudisha pamoja, kutuunganisha pamoja kama watu ndugu wa familia moja. Ndani ya siku 90 watawala waitishe jukwaa huru linaloaminika na lililoshirikishwa vyama vya siasa, likiwa na usuluhishi huru na usiotegemea upande wowote. Ni muhimu hiyo, yenye mamlaka ya kujadili na kupendekeza hatua kuhusu mageuzi mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, swala la wafungwa na mahabusu wa kisiasa. Hapa utaona nyuma yake kuna majina kama Humphrey Polepole. Hivi Jumuiya ya Madola kupendekeza hayo, kuna ubaya wowote? Kuna ubabe wowote? Kuna kuna kitu chochote jirani yako akikueleza haya utamchukulia vibaya? Na bila kuchelewa watawala waanze uchunguzi huru wa jinai zinazopendekezwa, ikiwemo kushughulikia masuala ya fidia kwa waathirika, kuweka vigezo vya stahiki vya vyanzo vya pesa na ratiba ya mahususi ya utekelezaji. Hivi yote haya mapendekezo matano, kuna mahali popote Jumuiya ya Madola ambayo sisi ni wanachama wake imekosea kama jirani mwema? Hayo ndio tunafikiria, ndio wito kwa makundi yote wa raia. Tuendelee kwa njia mbalimbali zilizo karibu na sisi kuwahimiza watawala watekeleze hayo mapendekezo ya Jumuiya ya Madola ambayo hayana ubaya wowote, hayana ubabe wowote, wala hayana ubeberu wowote. Nashukuru sana. Asante.